mialiko ni mingi sana kuelekea katika mchezo wa hapo kesho, lakini pia hamasa ni nyingi sana. Kwa upande wa nje uwanja tukasema kila kitu kimekamilika. Kwangu mimi naweza nikasema kila kitu kimekamilika. Kilichobaki ni wachezaji kwenda kuwafurahisha wale wote ambao wataingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya kesho kwa ajili ya kwenda kuhakikisha mnyama Simba anatinga katika hiyo hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini tuachane na masuala ya nje uwanja, kwa sababu nje uwanja inawezekana ukafanya kila kitu 100%, lakini mkisha ingia uwanjani nini ambacho mnakwenda kukifanya? Ama ndo yale ya kwenda kusubiri moment kadhaa, na moment isipokuwa nzuri kwa wachezaji wako unawazomea, ikiwa nzuri kwa wachezaji wako unawashangilia. Manake kazi ya shabiki uwanjani ni mbili tu, ni kushangilia timu yako na kuzomea mpinzani. Sasa ikitokea kwa sababu asili ya mashabiki wengi wa Tanzania wao wanapenda sana Kibu labda kamwacha mtu Elimpanzu kamlisha mtu Tobo pale, wao ndo unasikia oyo ndo wanashangilia sasa kwa kasi. Lakini usipoona hivyo vitu ama hivyo vitu vya Matobo na Kanzo wakawa wanapigwa wachezaji wao, maana yake wanaingia ubaridi. Wakishaingia ubaridi, matukio yale yakizidi, baadaye unaanza kusikia mtoe huyo. Kwa hiyo inatia nguvu kwa upinzani na inanyongonyesha mwenyeji. Mimi niseme kwamba kwa yeyote ambaye atafanikiwa kuingia uwanjani siku ya kesho, ahakikishe katika matukio yote, kwa maana ya Simba akiwa anashambuliwa, ahakikishe wanashangilia mwanzo mwisho. Yes, Uncle BK. Ya, nafikiri ni mchezo ambao Simba wanahitaji tukio moja tu la ushindi basi. Si draw, kwa sababu draw bado itakuwa USAID kwa sababu kuna mapigo ya penalty. Ushindi wa bao nyingi. Kwa hiyo Simba anachotakiwa ni ushindi tu. Iwe ni 3-0, iwe ni 4-0, iwe ni 5, iwe 5-0, lakini kinachohitajika ni ushindi. Nini wanapaswa kufanya Simba kuhusiana na mchezo wa kesho? Mimi nafikiri maana mambo bao nyingi, wafanyaje Simba? Swali lako lilikuwa hivyo Bakari. Yes, mimi nafikiri ukitazama nini ambacho wanapaswa kufanya Simba kwenye mchezo siku ya kesho, kulingana na goli ambazo waliziruhusu katika mchezo wa kwanza, cha kwanza Simba mimi sioni kama wana maboresho makubwa sana, kwa sababu Simba wanapaswa kuboresha tu eneo lao la utulivu. Kama ni nafasi zilitengenezwa za kutosha sana, kuna baadhi ya mipira ilikuwa inahitaji uweke tu kisigino, mpira unajaa kambani, isipokuwa wachezaji wa Simba ni kama walikuwa na pressure sana. Kuna moment moja ilitokea ya Shomari Kapombe, mpira ulikuwa kupasi tu kwenye nyavu, hata kama ule mpira ungemgonga Shomari, kama angekuwa na utulivu, manake ulikuwa unaenda kambani moja kwa moja. Kitu ambacho pekee wanapaswa kuboresha Simba ni eneo pekee la utulivu. Wakisha kuwa watulivu pale, hasa wanapopika katika eneo la mpinzani, magoli yapo. Na magoli yapo, kwa nini tunasema magoli yapo? Ukitazama katika michezo ya raundi ya kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika kwa ujumla wake, ambao ni mashindano makubwa kabisa ngazi ya klabu barani Afrika kwa ujumla wake, ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho, golikipa pekee ambaye amekuwa man of the match ni golikipa wa timu ya Al Masry kwenye mchezo huo dhidi ya Simba. Kwa maana ni golikipa ambaye alifanya saves nyingi sana, aliokoa clear chance nyingi sana, alifanya kazi nzuri sana. Sasa kama mko nyuma ya mpira, manake Al Masry katika mfumo wao wa kucheza muda mwingi wako nyuma, manake wanakuwa na watu zaidi ya 8 katika box lao, na wanakuwa na watu 2 tu mpaka 3 ambao wanaweza kukamilisha hizo counter attack zao. Sasa kama mko 8 katika box lenu, alafu bado mnaruhusu pasi zinapigwa ndani ya kwenye ile sita yenu, kwenye box lenu zinapigwa mpaka pasi 20 na nyinyi mko 8, manake kuna kitu hakiko sawa katika eneo la kujilinda. Lakini pia mko nyuma ya mpira zaidi ya watu 8, halafu golikipa wenu amekuwa man of the match. Unaona kabisa ni Simba ilikosa bahati kwenye mpira wa miguu. Kuna kitu kingine, licha ya kuwa na ubora, lakini pia mnapaswa kuwa na bahati kwa siku hiyo. Wachezaji wanapaswa kuwa wameamka vizuri, ingawa hata wao wenyewe Al Masry kuna baadhi ya nyota hawakuwa vizuri. Lakini ukiutazama mchezo wa kwanza jinsi ambavyo, yani hata jana usiku nilikuwa najaribu kurudia ule mchezo, nikawa naona kabisa
kama Simba wangekuwa na hiyo bahati kwenye mchezo dhidi ya Al-Masry, basi wale Waarabu walikuwa na uwezekano kufa goli nyingi tu. Na kwa maandalizi jinsi ambavyo yanaendelea mpaka hivi sasa, nafikiri kikubwa zaidi Simba wanapaswa kuboresha katika eneo lao lile la mwisho, kuwa na utulivu zaidi, progression ya namna ambavyo wanacheza kutoka katika eneo la kiulinzi, eneo la kiungo very superb sana, lakini namna gani ambavyo wanakwenda kusupport alia na mpira muda mwingi. Unamwona Elie Mpanzu ni kama zao lake la mwisho halina faida. Linaonekana halina faida ni kwa sababu ya tumezoea kuona namba za magoli, lakini Elie Mpanzu hata huko alikotokea Isivita hakuwa na huo mchango mkubwa sana wa magoli, lakini alikuwa ni mchezaji ambaye anaiathiri mechi kwa maana ya yeye kuwa sehemu, hata kama sio assist moja kwa moja, lakini anakuwa ni sehemu ya goli kwenda kufungwa. Kwa ukiona mchezaji wa namna hiyo unapaswa kusupport mikimbio yake. Sasa yeye ni kama amejitengenezea dunia yake ndani ya eneo la ushambuliaji la Simba. Muda mwingi ulikuwa unamuona Elie Mpanzu mpweke, na si mpweke kwa bahati mbaya. Kwangu mimi naona mikimbio ya Steven Dese Mukwala inawezekana ikaendana na Elie Mpanzu, lakini wachezaji wote wanaocheza katika ile eneo la ushambuliaji, Mpanzu ni kama anakimbia zaidi kuliko hata wale ambao anapaswa kukimbia nao sambamba, ili anapokwenda, kwa sababu yeye anakimbia sana kwenda wide, aidha kwenda kulia zaidi ama kwenda kushoto zaidi. Sasa ili cross yako iwe na madhara, ni lazima ukute mtu ambaye una target awe katika eneo sahihi, na ili uwe katika eneo sahihi maana yake angalau speed zako ziendane na za Elie Mpanzu. Kwa hiyo ukiangalia katika siku za hivi karibuni eneo la ushambuliaji la Simba humuoni mchezaji mwingine ambaye pengine anaweza akawa na hizo speed kama zilivyo za Elie Mpanzu, na hiyo ndio sababu pekee ambayo unaweza kaona Elie Mpanzu anakosa hiyo athari ya moja kwa moja ya mchezo, na si kwa sababu labda anacheza vibaya. Hapana, anakosa mtu ambaye anaweza akawa na hiyo mikimbio. Kwangu mimi namuona let's say mchezaji kama Steven Dese Mukwala ana hizo speed za kuweza kufanya mikimbio huru, yani kukimbia bila mpira, wakati Mpanzu anakimbia na mpira mguuni na yeye anakimbia bila mpira. Akienda kipiga cross, basi ile cross itaenda kudondoka katika kichwa cha mchezaji ambaye yupo aliyekuwa na support mikimbio. Lakini pia Al-Masry wanamkosa fullback wao namba 2 kwa kadi 3 za njano, wanamkosa. Lakini hawa ambao wapo ambao wanatokea bench bado ni wachezaji wazuri sana. Lakini historia inawezekana ikaandikwa. Simba unaweza kaandika historia nyingine. Toka ligi ya Misri imeanzishwa, Ankobike pamoja na Ali Mohamed, toka ligi ya Misri imeanzishwa ni timu 2 tu peke yake ndizo timu ambazo zilishinda magoli 2-0 ama 3-0 pale kwao Misri, alafu wakaenda away, meza ikapinduliwa na wakaacha kuqualify. Yani toka ligi ya Misri imeanzishwa, kama Simba atafanya hivyo kesho, inakuwa ni timu ya 3 kuongoza 2-0 uwanja nyumbani, wanakwenda away, wanaenda kufungwa na meza inapinduliwa, manake wanatolewa. Yani utafikiria ligi ya Misri imeanzishwa lini na kwa nini historia iko hivyo. Kwa Simba kama ukifanya vizuri siku ya kesho wakaitoa Al-Masry, wataingia pia katika record ya kuitoa Al-Masry na kuwa ni timu ya 3 ambayo imeondoshwa wakiwa wao wana uongozi wa magoli 2 katika uwanja wao nyumbani, wanafika away wanafungwa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho watu wa mpira wanapaswa kukielewa. Wananasibisha sana matokeo ya ndani ya ligi husika na matokeo ya Champions League ama CAF Confederation, kwa maana ya wapo wanaosema Al-Masry amecheza dhidi ya Pyramid, toa sare, amecheza dhidi ya Zamalek, toa sare, amecheza dhidi ya Al-Ahly, walifungwa kwa mbinde, walionyesha mchezo mzuri sana. Kwenye ligi ni vitu vili tofauti. Sisi wenyewe tukajitolea mfano. Hapa ndani tuko 3, nyuma ya kamera yuko Marikoge, lakini BK, Ali Mohamed na mimi Momo tunajua namna ambavyo tuna link. What if mimi niko BBC? Sindivyo yani nimeenda kukutana na sura zingine. Niko BBC Media Action. Nimekutana na sura mpya zile za BBC Media Action. Mambo yanijuze, au sio? Sasa unapokutana na zile sura mpya, maana yake kwanza namna gani ambavyo wewe binafsi unaweza ukalink.
sio, tunaelewana. Lakini pia kuna muda ambao unahitajika upatikane ili kusudi wewe uzoee yale mazingira, namna ya kulinki baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa ukichukua matokeo yale ya ndani, wale washazoeana kwamba Al-Masry anacheza hivi, Al-Ahli anacheza hivi, Zamalek anacheza hivi, lakini michezo hii ya mitoano ni mchezo ambao unahusisha mbinu ya mechi hiyo moja tu. Kwa hiyo kisha na mbinu za mchezo ule zinakuwa zimekwisha, wala huwezi kuzitumia katika mechi nyingine. Kwa hiyo sawa. Hebu tuna message vile jamani, mkiwa mnaendelea mbele tunasoma kidogo message 2-3. Ndolo Boy anasema sina wasiwasi na chama langu la Simba. Kesho Waarabu wanaenda kupasuka vya kutosha na hawataamini macho yao. Simba anatinga semifinal kesho ya CAF Confederation Cup. Kilichotokea Uroya kinaenda kuwatokea Waarabu kesho. Haya, mzee Hassan Sanoa amesema watakuwa hawana pa kutokea. Kwa sababu unajua Simba mashabiki. Haya. Bakari Hamisi Mlungu wale tumakolo wajiangalie sana. Usijisifu na mbio, msifu na naye ukimbiza. Mgeni wao maalum ni Mwamposa Bulldozer. Amekubali kufika uwanjani. Simba walimwalika Mwamposa awaombee washinde. Haya. Sawa. Tulikuwa hatujajua. Kama Fadlu Davis angekuwa anasikiliza AFM, mbona Waarabu wanakufa kesho tu? Anaitwa Jeremiah Gabriel kutoka Bahi Makulu. Uko sijui kwamba hii Gabriel ndio Jibril. Al Mohamed, kwa kikosi ambacho kilianza kule zamani, kuna mmoja anauliza hapa akonike, hivi Yanga washai kufika huko? Washai kufika nusu. Wapi? Yanga ushafika mpaka finali. Finali. Yes. Tuangalie hichi kikosi ambacho kilianza kule. Kuna haja yoyote